Amen. Jina la Bwana lipewe sifa popote pale ulipo. Ni mzima na Yesu na nimeokoka. Wakati huu ningependa tukaweze kuongea neno la Bwana, na leo nataka tukaweze kuongea kuhusu viongozi ambao wanatafuta viti katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu mwaka ujao, mwaka wa 2027 ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika taifa letu la Kenya, taifa ambalo tunalipenda sana, na ni taifa lile ambalo Mungu aliona ni vyema tukaweze kuweko sisi kama Wakenya, na ni vyema tukaweze kuongea mambo ambayo yataweza kutusaidia wakati tunapojiandaa kwa sababu ya uchaguzi mkuu wa taifa letu katika mwaka ujao wa 2027. Na ningependa nikaweze nikusomee maandiko na tukaweze kusikia vile ambavyo Mungu ama vile neno la Bwana linavyosema kuhusu viongozi ambao wanachagua viti hasa katika viwango vya juu, kwa sababu wale ambao wanawania viti vya viwango vya juu ndio huwa na matatizo katika taifa. Na niseme ya kwamba ni vyema kuwa na kumbukumbu la mambo, kwa sababu sisi kama Wakenya huwa tunasahau, na kusahau huko huwa kunatuletea matatizo. Ni baada ya miaka 4 Kenya inakuwa na amani, mwaka mmoja kila kitu kinavurugika, sababu tuko na amani miaka 4, sababu hawa watu wanakuja uchaguzi ukiwa umebakisha kama mwaka moja, na tunaona ya kwamba siasa zimeshika kasi kwa wakati huu. Na kile ningependa kuongea ni kwamba Mungu anaangalia kila kitu ambacho kinafanyika, na ni vyema kila jambo ambalo linafanywa likafanywa kwa hekima ya Mungu, na ni vizuri tukaweze kuwa na kumbukumbu ya mambo yale tuliyopitia kule nyuma, yasije yakaturudisha huko, yasije yakatuletea shida. Neno la Mungu linasemaje katika kitabu? Nataka nikusomee maandiko katika kitabu cha Mithali. Mithali ni Proverbs chapter 16 and verse 14 and verse 15. Nataka nisome hiyo mistari miwili, lakini kwanza nataka nisome mstari wa 14. Na Biblia inasema kwamba hasira ya mfalme ni kama wajumbe wa mauti, lakini mtu mwenye hekima ataituliza. Miaka 4 kumekuwa hakuna mavurugano, lakini tunaona ya kwamba katika mwaka wa uchaguzi taifa letu mambo yanabadilika. Nilipokuwa ninawaza mambo yaliyokwisha hasa katika mwaka wa 2728, wakati huo mimi niko Nairobi, na Nairobi nilikuwa kule Huruma, na Huruma kulikuwa kumegawanywa mara 2. Sasa hakukuwa na Huruma tena, ilikuwa ni Kisumu na ilikuwa ni Nyeri. So wale watu wa kabila la Ukikuyu ambao walikuwa wanakaa Huruma hawangeenda upande ule mwingine wa kule ambako kulikuwa ni Mathare, na kulikuwa na shida kwa sababu mioto na nyumba zilikuwa zinachomeka sana wakati huo. Roho ya vifo ilikuwa imetanda katika taifa letu, na tulishuhudia maafa ambayo yalipatikana wakati huo. Mioyo mingi ilipotea, biashara nyingi ziliharibika, watu wakaenda hasara na mambo mengi. Taifa likarudi nyuma kwa sababu tu ya kitu kimoja ambacho kinaitwa uchaguzi. Nimekuja kuona ya kwamba watu hawa ambao wanawania viti ni kama ndoa, ni kama hizi nyumba ambazo tuko nazo, kwa sababu tunaona ya kwamba watu wanapopendana, mume na mke, wanakuwa ni wazuri sana, lakini ndoa ikiwa na matatizo, utasikia sasa mke ameanza kutoa uchi wa bwana yake. Utasikia sasa, usikia ya kwamba mwanaume ama bwana ameanza kutoa uchi wa mke wake, wakati walikuwa wanakula pizza, wakati walikuwa wanaenda sherehe, wakati walikuwa wanaenda kula na kunywa na mambo kama yale, wakati walikuwa wako pamoja, hakuna mtu ambaye
angeongea ubaya wa mtu mwingine. Lakini sasa kwa sababu ndoa imepatikana na matatizo, sasa wanaanza kutoana nguo. Huyu anasema huyu ni mbaya na yule mwingine anasema yule mwingine ni mbaya. Na hivyo ndivyo siasa zilivyo, sababu watu hawa viongozi, kama ni rais akitafuta mdogo wake, watu hawa huwa wanatafutana huko, wanatuletea sisi kama wananchi, na tunawachukua vile ambavyo walivyo. Lakini wanapoendelea kwa mwaka moja ama miaka miwili, ndoa kule ikishindikana, huyu akiondoka katika ile ndoa ambayo waliunganishwa nayo, sasa anaanza kuongea ubaya wa yule mtu mwingine. Na tumeona ukiangalia wakati wasipigi siasa, mimi hata sipendi siasa na siongeagi mambo ya siasa. Hakuna mahali utapata nikiongea mambo ya siasa, lakini ni vizuri sana kama wananchi tukaweze kuangalia sana na tukaweze kuwa makini. Nilikuwa naona ya kwamba wakati ule Kibaki alipoapishwa, nyinyi ndio mlisema kwamba yote yanawezekana bila Moi, mkamutoa Moi, na Moi hata hakungojea Kibaki aapishwe kwa sababu ya zile aibu ambazo mlimpatia yule mzee. Akaondoka akaenda kutulia kule nyumbani, Kibaki akaingia. Baada ya muda kidogo mkasema kwamba sasa inawezekana bila Kibaki. Uhuru akaja. Sasa Uhuru akaja na Ruto, na walipokuja na Ruto na wakawa sasa wanaitana mabrother. Ninyi tu mlikuwa mnajua walikuwa wanaitana mabrother. Kidogo kidogo ikaharibika. Sasa yule Ruto sasa akaanza kuongea ubaya wa yule mwenzake waliyekuwa naye kule serikalini, na akaanza kuongea vile ambavyo alivyokuwa hafai. Sasa naye Ruto sasa naye mkamchagua, mkamweka kitini. Sasa yeye ndiye rais wa taifa la Kenya, lakini hata sasa hapewi heshima kama rais. Wakati aliposhinda ile kesi, wakati kesi yake iliposhinda akaingia, nilikuwa Githurai, na kila mahali kulikuwa kumejaa kelele, shangwe na vigelegele ya kwamba sasa Mungu amewapatia kiongozi wale ambao walikuwa wanamtaka. Sasa amekuwa ni mbaya. Na yule mwenzake ambaye ni Gachagua, ambaye walikuwa na yeye wakati huo walikuwa sawa. Sasa alipotolewa kule katika serikali mheshimiwa Gachagua, sasa yeye yuko sasa amerudi tena, ameanza kusema yule Ruto naye ni mbaya. Sasa niwaulize jamani, ni kumaanisha kwamba kiongozi wa taifa la Kenya bado ni kama hajazaliwa, ama nitufanye nini? Kwa sababu kila wakiingia akikosana kule anakuja anasema yeye ni mbaya huyu na yule ni mbaya kule. Lakini wakati wako kule wakikaa kikao, kwa sababu wakikaa vikao mwananchi haitwi, sisi huwa tunaletewa, tunaonyeshwa kwamba na mnaambiwa kwamba huyu ndiye atakuwa ni makamu wangu, huyu ndiye tumechagua atakuwa ni rais. Lakini kidogo kidogo inaenda inakuwa sasa haiwezekani, na inakuwa sasa inawezekana bila Ruto. Hii wimbo ya kuwezekana bila kiongozi itaisha lini? Nataka tukaweze kuangalia vile maneno yalivyo na kinywa cha mfalme. Biblia inapoongea mambo ya mfalme inaongea juu ya kiongozi. Either unataka kiti cha rais, either unataka kiti cha vice president, either unataka kiti cha governor, either unataka kiti cha MCA. Neno la Mungu linasema kwamba mahasira ya mfalme ni kama wajumbe wa mauti, ya kwamba unaposimama mbele za umma, wewe kama kiongozi, wewe kama unataka kupewa kiti na wananchi, unaposimama mbele za watu na unaongea mambo ambayo yatawasha moto katika taifa la kwako, ujue kwamba unaachilia mjumbe wa mauti, unaachilia mjumbe wa kifo. Na tunajua kwamba mambo hayo yametufanyikia kwa sababu kiongozi, kama juzi nimesikia mheshimiwa anaongea, anasema kwamba watu wengine wafutwe kazi, kisa na maana kwa maisha yao hawakupatana, kuna mahali walipishana, na kupishana huko sasa amepata kanafasi kakuangamiza huyo mtu. Anasimama katika taifa kubwa, katika televisheni ya taifa la Kenya, anasema kwamba fulani afutwe kazi, anasema kwamba msiende katika mambo yao ambayo wanafanya. Yule mtu yuko kazi kama vile wewe pia ulivyo kazi, kwa sababu nyinyi nyote mko kazi na hakuna mtu ninatetea. Lakini si ungwana huo kusimama katika televisheni ya taifa na kuongea kama kiongozi maneno ambayo yataleta chuki, maneno ambayo yataleta vita. Na kuna watu wengi sana ambao wamelipwa hata kule kwa social media, unaona wanakuwa sasa yeye anapigia kampeni mtu huyu, na kwa sababu wewe hujui amelipwa, unaungana na yeye kuasha moto. Yule ambaye unasikia wakati wote anaongea mambo ya huyu, anasema wacheni kutukana huyu, anasema huyu ndiye anafaa kuliko yule. Watu hawa ujue wako kazi. Mnaongea sana kusema wachungaji wako kazi, lakini hata nyinyi mko kazi.
Kila mtu anatafuta pesa kivyake, na ni vizuri kujua kwamba wakati watu wako kazi, sababu utadhania ya kwamba mtu anaongea mambo hayo kwa sababu yuko na haja sana na taifa, lakini hapana. Sababu angesema ya kwamba kama angelikuwa kweli anataka kunasua ama kuokoa taifa kutokana na ile shida yuko nayo, jambo la kwanza hangeungana na rais mwenye yuko, lakini walienda wakakule wakashindikanwa. Sasa amekuja pande hii, sasa ameanza kusema kwamba yule aliyekuwa naye amekuwa ni mbaya, ya kwamba unaweza ukaketi katika taifa, katika televisheni ya taifa na kusema kwamba fulani afutwe kazi, utabenefit na nini? Hasira ya mfalme ni kama wajumbe wa mauti. Acheni kuwasha mioto katika taifa letu, na wananchi ni vizuri tukaweze kuwa na kumbukumbu ya yale mambo ambayo tumeyapitia. Wakati taifa linaenda kupona, baada ya miaka 5 moto unawaka tena, tunarudi nyuma. Yale mambo ambayo yanabadilika ama zile hasara ambazo tunapata katika taifa letu, sio viongozi wanaenda hasara. Ukienda kuchoma shule, mwanasiasa hakuna shida ambayo anapata. Ukienda kuchoma mahospitali, ukienda kupora biashara ya mwenzako, hakuna hasara ambayo mwanasiasa huyo ambaye alisababisha mambo hayo anapata hasara. Hana hasara kwa sababu yeye maisha yake yako sawa. Lakini wewe ambaye ni mkulima mdogo, wewe ambaye biashara yako itaharibika, wewe ambaye umechukua loni ukaenda kuweka biashara yako siku hiyo ya uchaguzi, wakati hiyo biashara itakuja ichomwe, mwenye ataenda hasara na depression ambaye itashika, ambaye atashikwa na depression ni mtu huyo ambaye alienda kuchangia na kuwasha moto. So ukiona mtu anaongea, jiulize sana, hasa kule kwa social media. Ukiona mtu analenga kwa mtu fulani, jiulize sana, huyu mtu ako genuine ama pia anataka faida zake kwa mtu yule, ama pia yeye pia yuko kazi. Sababu huwezi kukaa tu ukiongea mambo ya mtu na hauko kazi. Watu wako kazi, hata mimi niko kazi, kwa sababu ninakuletea ujumbe wa Mungu, ninakuletea neno la Mungu. Hata mimi niko kazi, hata kama ni mdogo sana, na maybe hata channel yangu inaweza kuwa ni ndogo sana, haijulikani. Hata kama Joel inaweza kuwa ni mdogo sana, haijulikani katika taifa la Kenya, lakini ni lazima tuongee ukweli wa Mungu. Ni lazima, mimi si nabii, lakini Mungu akiniruhusu niongee, ninaongea. Siongeage mambo ya siasa, lakini neno hili Mungu ameliweka katika moyo wangu, na nije niwaongeleshe hao viongozi ambao wanataka viti. Ukitafuta kiti katika njia ya amani utapata. Ukitafuta kiti bila kutusi watu utapata. Ukitafuta kiti katika njia ya hekima utapata, lakini usiwe mtu wa kutuma watu. Mdomo wako usiwe mjumbe wa mauti. Sababu hivyo ndivyo Biblia inasema, lakini mtu mwenye hekima ataituliza. Ni nani aliye na hekima ambaye ataituliza hasira ya mfalme? Ni nani ambaye yuko na hekima ambaye ataituliza hiyo hasira ya mwanasiasa, ya kwamba akiongea hivyo alivyoongea aambiwe ya kwamba na mheshimiwa, hapa haujaongea vizuri. Lakini sasa unapata kuna watu wako tayari, akiongea anasema hau ni hoturi. Hapo ndipo tuko na wanasukumia sana maneno hayo ambayo mfalme aliyoyaongea. Acheni tukaweze kuwa makini sana na midomo yetu. Biblia inasema kwamba hasira hiyo ya mfalme ni kama wajumbe wa mauti. Kwa hivyo unapoongea, wewe ukiwa kiongozi, unapoongea kwa hasira, ujua kwamba ni wajumbe wa vifo, ni wajumbe wa mauti ambao unatuma. Unapoongea kwa hasira, maybe mulipishana na mtu mahali, usipate kanafasi kakumuangamiza. Hapana, jiangalie, pima maneno ambayo unayaongea. Pima maneno ambayo yanatoka katika kinywa chako. Si lazima uharibie mtu maisha, ama si lazima uongee mambo ambayo yatachoma taifa lako. Hatutopata faida yoyote kwa sababu ya siasa za fujo. Na unajua siasa za Kenya zimekuwa ni siasa za matusi, zimekuwa ni siasa, na vile nimekuja kuona kwamba wakati wananchi wa Kenya wanapochaguana, wanachaguana kwa sababu ya hasira. Sasa mkichaguana kwa sababu ya zile hasira, yule mtu ambaye mtamchagua mkidhani ndiye mzuri, baada ya miaka 2 mnaona na kweli huyu pia yeye hakufaa. Kwa nini? Kwa sababu ya zile hasira ambazo mko na yule ambaye yuko kitini. Sasa mnataka mumutoe kwa sababu ya hasira zenu, na kwa sababu ya hizo hasira ambazo mnataka kuchaguana nazo, kwa sababu ya revenge. Mnafanya uchaguzi kwa sababu ya revenge, mnataka mrevenge, mnataka mchaguane kwa hasira. Sasa mkichaguana kwa hasira,
hasira hizo, baadaye mnakuja mnaona ya kwamba vile vile haikufaa. Ni nini kinahitajika? Neno la Mungu linasema kwamba mtu aliye na hekima ataituliza hasira ya mfalme. Ni nani huyo ambaye aliye na hekima? Ataongea mbele za mfalme, hata kama atapendwa, hata kama hatapendwa. Amwambie kiongozi, hapa mtu wa Mungu haikufaa uongee hivyo, hapa mtu wa Mungu haikufaa useme hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 15 Biblia inasemaje? Kuna uhai katika nuru ya uso wa mfalme. Ndiyo, kuna uhai. Mfalme akiongea maneno ya uzima mbele ya wananchi analeta uhai. Kiongozi anaposimama wakati anapotaka kiti na aongee mambo ambayo ni ya kujenga, analeta uhai katika maisha ya wananchi wa taifa hilo. Na neno la Bwana linasema kwamba kuna nuru, kuna uhai, na kuna uhai katika nuru ya uso wa mfalme. Kuna uhai, unaleta uhai katika mioyo ya watu. Kwa hivyo wakati huu tunapotafuta viti, huu si wakati wa kuongea ubaya wa yule mtu ambaye mnataka kumtoa katika kiti. Hapana, tuambie ni nini ambacho utatusaidia nacho. Tuongeleshe katika njia ya hekima ya Mungu. Utuambie, wananchi mkinichagua nitawafanyia hivi. Utatupatia uhai, utatupatia nuru ya kwamba tukikuchagua utakuwa wewe ndiye ambaye tulipenda. Na kwa hiyo maandiko yanasema kwamba na fadhili zake ni kama wingu la masika. Fadhili za mfalme, Biblia inasema kwamba ni kama wingu la masika. Wingu la masika etagwo mbura ya kĩmera. Wakati mvua ya masika inaponyesha, kila kitu kinafaidika. Na hivyo ndivyo maandiko yanavyosema kwamba katika fadhili zake mfalme, katika fadhili zake mfalme zimebeba wingu la masika, ya kwamba fadhili zake anapowarehemu watu yule kiongozi, anapowawaza wananchi wake yule kiongozi, anapoongea maneno yake, anaposimama kutafuta kura na kuongea maneno ya hekima yule kiongozi, Biblia inasema kwamba ako ni kama amebeba wingu la masika, ya kwamba analeta uhai. Mvua inaponyesha wakati kuko dry, ikinyesha mvua ikianguka katika ardhi, inaleta uzima katika ardhi. Na kuleta uzima kwa mvua ni kwamba nyasi inamea, mimea inamea, na kumea kwa nyasi ni kumaanisha kwamba mifugo inafaidika kutokana na ile mvua. Jina la Bwana lipewe sifa. Mvua ikinyesha, mifugo inapata faida kutokana na ile mvua. Mwanadamu naye anapata faida kutokana na ile mvua, ni kwa sababu atavuna mavuno kutokana na kilimo ambacho atalima kutokana na ile mvua iliyonyesha. Na kwa hiyo Biblia ikiongea inalinganisha mtu huyu ambaye yuko na maneno ya hekima kama mvua ya masika, ya kwamba analeta uhai katika mioyo ya wananchi, analeta uzima katika mioyo ya wananchi, analeta nuru katika mioyo ya wananchi. Lakini sasa yule ambaye anaongea mambo na hasira, yeye amebeba mjumbe wa kifo. Bwana atusaidie tunapoingia katika uchaguzi mkuu. Tuangalie sana, chaguaneni kwa hekima. Viongozi, ninawasihi kwa jina la Yesu, sisi ni wananchi na tunawaamini katika maneno ambayo mnayaongea. Tunawadhamini sana yale maneno ambayo mnayatoa katika vinywa vyenu. Mungu awasaidie mkaweze kuwa na hekima, mkaweze kuwa na hekima. Na unajua ni taratibu za Mungu, kiongozi aliyoko serikalini aheshimiwe. Si right kutukana rais ambaye yuko katika mamlaka wakati huo. Ni kama vile kijana wako anaweza akakutusi, hata yatakuja kuwa baba na atatukanwa. Kwa hivyo ni vyema tukaweze kujifundisha mambo na vile mambo yalivyo. Ukimtukana rais ambaye yuko kitini sahi, wewe unataka hicho kiti, wakati utakiketia pia na wewe utatukanwa. Kwa hivyo ni vyema ukaangalie jinsi ya kubreak those things. Ongea kwa hekima, ongelesha watu kwa hekima. Tunakupenda ndio, ongelesha watu kwa taratibu ya hekima za Mungu. Na ukiongea na taratibu za hekima ya Mungu, hata Mungu mwenyewe atakubariki. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo ningependa tukaweze kuangalia sana, si sote viongozi na vile vile hata wananchi, mnapo piga kura, pigeni kura kwa amani, na angalieni tusije tukarudi mahali ambapo tulitoka. Kumbukumbu la mambo ni nzuri.
ukaweze kuwa na kumbukumbu. Kumbukumbu huwa linakufanya ukaweze kukumbuka kule ulitoka. Wale vijana waliozaliwa miaka hiyo ya 2007 na 2008 sasa wako kama miaka 17. So sasa ni vijana barubaru. Wakati wa vita vya 2007 hawakuweko, so hawakujua yale mambo yaliyofanyika miaka hiyo. Maybe wako na history. Lakini ni vyema tukaweza kukumbushana. Tusirudi kule. Tusirudi Misri. Tusirudi kule ambako Bwana alitutoa. Sababu sio mapenzi ya Mungu kwa kila miaka 4 unakusanya, mwaka wa 5 mambo yanaenda vibaya. Kwa hivyo kiti cha ufalme ama kiti cha kiongozi yoyote huwa hakisimamishwi na wickedness. Huwa hakisimamishwi na wickedness, hakisimamishwi na ubaya. Huwa kinasimamishwa na kumcha Mungu. Ukimcha Mungu, naye njia zako atazibariki. Kwa hivyo mbarikiwe na Bwana, na ujumbe huu kama utakusaidia, mtumie mtu, na ili tukaweze kukaa kwa amani, kwa sababu hayo ndio mapenzi ya Bwana. Bwana akubariki. Majina yangu naitwa Joel Barton.